عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ndugu zangu, leo tena ni siku ya darsa ya mustalahul hadith katika kitabu cha Taisiru Mustalahil Hadith, na leo tunaitupia macho hadithi alhasanu lighairihi. Kwanza, alhasanu lighairihi taarifuhu, kielelezo chake, huwa dhaifu, nayo ni ile hadithi dhaifu. Idha taaddadat turquhu, inakuwa ni alhasanu lighairihi pale zinapotaadudi njia zake zinapokuwa nyingi, ndio inakuwa sasa alhasanu lighairihi. Walam yakun sababu dhu'fihi, na ikawa haikuwa sababu ya udhaifu wake, fisqa rawi, ufasiki wa mpokezi wa hadithi, au kadhibahu, au uongo wake. Yani sababu isiwe udhaifu wa mpokeaji wa hadithi ni ufasiki au urongo, isiwe hivyo. Ikiwa hivyo, itakuwa imepata jina jingine. Kwa hiyo mtu akikuuliza alhasanu lighairihi taarifu yake ni ipi, muambie huwa dhaifu, nayo ni ile hadithi dhaifu. Idha taaddadat turquhu, pale zinapotaadudi njia zake, yani pale zitakapotaadudi njia zake zikawa ni nyingi kwa ajili ya kuungana mkono. Walam yakun sababu dhufihi, na ikawa haikuwa sababu ya udhaifu wake, fisqa rawi, ni ufasiki wa mpokezi, au kadhibahu, au uongo wake. Yustafadu min hadha taarifi, hupatikana faida kutokana na taarifu hii, anna dhaifa, kwamba hadithi dhaifu, yartaqi ila darajati alhasani lighairihi, inapanda kwenda kwenye daraja ya alhasanu lighairihi, biamraini, kwa sababu ya mambo mawili. Huma, nayo hayo mambo mawili, jambo la kwanza, an yurwa min tariqin akhar fa akthar, ni hiyo hadithi kupokelewa kutokana na njia nyingine, yani ikawa ina sanadi nyingine mojawapo, sanadi nyingine yenye moja au zaidi ya moja. An yurwa min tariqin akhar fa akthar, ni kupokelewa kutokana na njia nyingine au zaidi ya hiyo njia nyingine. Inawezekana ikawa imepokelewa kwa njia 3, njia 4. Ala an yakuna at-tariqu al-akhar, pamoja na kuwa ile njia nyingine, mithlahu, imekuja na sanadi ya mfano wake, au aqwa minhu, au ile njia nyingine ikawa na nguvu zaidi kuliko hiyo njia nyingine. Inaweza ikawa hivyo. Sanadi zinaweza zikawa mfano wake zinalingana kwa nguvu, au sanadi mojawapo ikawa ina nguvu zaidi kuliko ile sanadi nyingine. Hiyo ndio alhasanu lighairihi. Lakini sababu ya pili, an yakuna sababu dhu'fi alhadithi, ili hadithi iwe alhasanu lighairihi, ni kuwa sababu ya udhaifu wa hadithi, imma su'u hifdhi riwaya, au unaweza ukasema imma su'u hifdhi rawihi, imma ni ule ubaya wa hifdhi ya mpokezi wake, anakuwa si mzuri wa kuhifadhi hadithi, au inqita'i fi sanadihi, au kukawa kuna mkatiko katika sanadi yake hiyo hadithi, au jahalati fi rijalihi, au wapokezi wake wakawa hawajulikani, hawaeleweki. Hii ni sifa ya pili ambayo inaweza ikaifanya hadithi kuwa ni alhasanu lighairihi. Kwa hiyo tumeona kwanza kabisa, an yurwa min tariqin akhar fa akthar, ni kupokelewa hadithi hiyo kutokana na njia nyingine moja au zaidi ya moja. Ala an yakuna tariqu al-akhar mithlahu, pamoja na kuwa hiyo njia nyingine ina nguvu mfano wake,
au aqwa minhu, au ikawa ina nguvu zaidi kuliko hiyo. Ndio sababu ya kwanza. Pili, an yakuna sababu dhu'f alhadithi, iwe sababu ya udhaifu wa hadithi, imma suu hifdhi rawihi, imma ni ubovu wa hifdhi ya mpokezi wake, au inqita'i fi sanadi, au kukaa na mkatiko kwenye sanadi yake hiyo hadithi, au jahalati fi rijalihi, au wapokezi wake kuto kujulikana. Ikiwa na sifa hizo mbili inakuwa ni alhasanu li ghairihi. Tutazame martabatuhu, daraja yake. Alhasanu li ghairihi adna martabati min alhasani li dhati. Alhasanu li ghairihi daraja yake ni ya chini kuliko alhasanu li dhati, ni yenye daraja ya chini zaidi kuliko alhasanu li dhati. Yani alhasanu li dhati iko juu kwa daraja, alhasanu li ghairihi iko chini. Wayambani ala dhalika, na inajengeka juu ya hilo, annahu law ta'aradha alhasanu li dhatihi ma'a alhasani li ghairihi, ya kwamba lau itagongana hadithi ambayo ni alhasanu li dhatihi pamoja na alhasanu li ghairihi, quddima alhasanu li dhatihi, itatangulizwa hadithi ambayo ni alhasanu li dhatihi. Yani kumetokea kadhia, kuna hadithi ambayo ni alhasanu li ghairihi inasema hivi, na nyingine alhasanu li dhatihi inasema hivi, itatangulizwa alhasanu li dhatihi kwa sababu ina nguvu zaidi kuliko alhasanu li ghairihi. Lakini tutazame hukumu yake hii hadithi alhasanu li ghairihi. Huwa min almaqbuli alladhi yuhtaju bihi, nayo hadithi hiyo ni miongoni mwa hadithi zenye kukubaliwa, hadithi ambayo husimamishiwa hoja. Alhasanu li ghairihi inasimamishiwa hoja. Mithaluhu, mfano wake, ma rawahu at-Tirmidhi wa hasanahu, ni ile hadithi aliyoirawi Imamu Tirmidhi na akaipa daraja ya hasan. Min tariqi Shu'bat, kutokana na njia ya Shu'ba, an Asimi, kutoka kwa Asimi ibn Ubaidillah, an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a, kutoka kwa Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a, an abihi, kutoka kwa baba yake, anna mra'atan min bani Fazara, ya kwamba kuna mwanamke mmoja anayetokana na Bani Fazara, tazawajat ala na'layn, aliolewa kwa mahari ya viatu viwili. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, aradhiti min nafsiki wa maliki bina'layn, je, umeridhia kutokana na nafsi yako na mali yako kwa hivi viatu viwili, kwa haya marapa mawili haya, au kwa open shoes mbili hizi? Qalat na'am, akasema ndio nimeridhika. Fahajaza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajuzisha. Qala Tirmidhi, amesema al-Imam Tirmidhi, wa fil babi an Umar wa Abi Huraira wa Aisha wa Abi Khadra, na katika mlango wa hadithi hii ni kutoka kwa Umar na Abi Huraira na Aisha na Abi Hadra. Faasimu dhaifu lisui hifdhihi, ama huyu Asimu aliyoko kwenye sanadi ya hadithi, huyu ni dhaifu kwa ubovu wa hifdhi yake, alikuwa si mwenye kuhifadhi vizuri hadithi. Waqad hasana lahu Tirmidhi, na kwa hakika amemfanya kuwa ni hasani Tirmidhi, au unaweza ukasema waqad hasana Tirmidhi wa hadha alhadithi, na bila shaka ameifanya Imamu Tirmidhi hadithi hii kuwa ni hasan, limajiihi min ghairi wajhi, kwa kule kuja kwake na kwa njia nyingine isiyokuwa hiyo moja. Yani limajiihi min ghairi wajhi, kwa sababu ya kuja kwake kwa njia nyingine isiyokuwa hii, ndio kaifanya kuwa ni hadithun hasan. Kwa hiyo utaona kumbe Asimu ni dhaifu lisui hifdhihi, kwa ubovu wa hifdhi yake. Waqad hasana Tirmidhi wa hadha alhadithi, na bila shaka Imamu Tirmidhi ameifanya hadithi hii kuwa ni hasan, limajiihi, kwa kule kuja kwake, min ghairi wajhi, kwa njia isiyokuwa moja. Yani kuna njia nyingine pia imekuja hadithi hii, basi ikapanda kutoka kwenye daraja ya dhaifu ikaenda kwenye alhasanu li ghairihi. Sasa leo tutaishia hapa. Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikia, darasa linalofuatia tutatazama khabarul ahadil maqbul almuhtafu bil qara'in, habari za ahadi zenye kukubaliwa ambazo zimezungukwa na karina.
tuangalie pia somo hili linatueleza nini. Lakini kubwa zaidi, darsa hizi thawabu zake ziwaendee mashekhe zetu, waalimu zetu waliotufundisha, lakini pia wazazi wetu waliotusimamia kuyajua haya, thawabu ziwaendee na sisi wenyewe tuweze kunufaika nayo. Na kubwa zaidi, kwa wale ambao wanataka kujiunga na masomo haya, ni vizuri basi watuandikie message ya kutuomba tuwaunge kwenye grupu. Tunayo grupu yetu ambayo inaitwa Masjid Zainab Nyashishi. Tunayo grupu hiyo. Sasa ukiwa katika grupu hilo unapata linki kwa urahisi, sababu darasa hizi zinarushwa katika Masjid Zainab Online TV. Zinarushwa kwenye Masjid Zainab Online TV, Masjid Zainab TV Nyashishi. Kwa ukiwa kwenye grupu lile unapata zile linki, unakwenda unaweza kujifunza vizuri sana. Na hii tunayokwenda nayo ni chapa ya 7 hii, Taisiru Mustalah al-Hadithi chapa ya 7. Ukipata unaweza kwenda na sisi sambamba. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tawfiki, innahu waliyut tawfiqi. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.